Naam, tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, huku tukitumaini kwamba nyote mnaendelea vizuri, na hiyo ndiyo furaha yetu. Na basi tunakaribisheni kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa wale ambao wanazidi ambayo yanaendelea kujiri katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali yake ya kiusalama inazidi kutengeneza vichwa vya habari siku baada ya siku. Na kwa leo tutakwenda kuanzia na taarifa kutoka jeshini ambako jeshi la taifa la Kongo FARDC limeweka wazi rasmi ya kwamba limefanikiwa kudungua ndege isiyo na rubani ama drone ya kijeshi ya aina ya mabawa ya kudumu inayodaiwa kumilikiwa na muungano wa AFC M23 RDF huko katika eneo la Minembwe wilayani Fizi mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa vyanzo vya kiusalama vinadai kuwa ndege hiyo ilikuwa ikiruka upande wa kaskazini ya maeneo ya Haut Plateau katika wilaya ya Fizi, ikilenga kushambulia nafasi za jeshi la serikali zilizopo katika kijiji cha Kakenge. Inadaiwa kuwa drone hiyo ilidunguliwa ikiwa angani kabla ya kufikia lengo lake. Hakuna vifo wala uharibifu wa mali ulioripotiwa kufuatia tukio hilo. Katika taarifa rasmi, msemaji wa Operation Sokola du Sud Bwana Lieutenant Mbui Kalonji Regan alilaani kila alichokiita ukiukaji wa makubaliano ya kimataifa. Alirejelea hasa sheria zinazosimamia matumizi ya drone katika maeneo ya vita, huku akishutumu M23 RDF kwa kutumia vifaa hivyo katika mashambulizi yaliyopita ambayo yameathiri raia. Jeshi la Kongo pia limetaja matukio ya hivi karibuni katika eneo la Mikenge, hasa katika eneo linaloitwa Point Zero, ambako mashambulizi kama hayo yanadaiwa kusababisha vifo miongoni mwa raia. Aidha, FARDC imesema imemkamata mtu anayewasilishwa kama mwanajeshi wa vikosi maalumu vya Rwanda wakati wa mashambulizi ya kujibu yaliyofanyika katika eneo hilo la nyanda za juu za Minembwe. Hata hivyo, hakuna maelezo ya ziada yaliyotolewa kuhusu mazingira ya kukamatwa kwake. Katika hali hii ya ukosefu wa usalama unaoendelea, jeshi la Kongo linasema lipo macho na tayari wakati wote. Linasisitiza azma yake ya kulinda raia na kutetea mipaka ya nchi dhidi ya vitisho vinavyoendelea mashariki mwa nchi. Huko upande mwingine, jeshi hilo la FARDC linadaiwa hivi karibuni kuongeza operesheni zake za kuwatafuta watu wanaotajwa kuwa wasioweza kudhibitiwa miongoni mwa wahasi wanaoitwa Mbororo wapatikanao katika maeneo ya kaskazini mashariki mwa nchi. Operesheni hizi zinalenga hasa mikoa ya Haut-Uele na Bas-Uele, zikiwa na lengo la kulinda raia wanaokabiliwa na vitisho vya mara kwa mara. Kwa mujibu wa msemaji wa jeshi katika sekta ya operation ya Uele, Julie Kinshek Mba amedai kuwa vikosi vya batalyon ya kwanza ya kikosi cha 3205 ama 3005 batalyon vimefanya operesheni kadhaa katika maeneo ya Dungu na Faraje karibu na mpaka wa nchi ya Sudani Kusini. Katika operesheni hizo, jeshi linasema limekamata silaha mbalimbali zikiwemo bunduki 4 aina ya AK-47, lance-roquette RPG pamoja na makombora na magruneti. Silaha hizi zilikamatwa katika maeneo ya Waliwa karibu na mpaka wa Sudani Kusini na Bagugu. Kwa mujibu wa jeshi, wanadai kwamba operesheni hizi zinawalenga hasa wahasi wa Mbororo wenye kushikilia silaha. FARDC inaeleza kuwa kuimarishwa kwa operesheni hizi kunalenga kukomesha vitendo vya vurugu vinavyodaiwa kufanywa na baadhi ya makundi ya Mbororo dhidi ya raia katika eneo hilo. Jeshi linaahidi kuendelea kuwafuatilia watu hao hadi watakapodhibitiwa kabisa ili kurejesha mamlaka ya dola katika ukanda huo. Aidha, mamlaka za kijeshi zinakumbusha kuwa tangu mwezi wa 6 ama Juni mwaka 2025 kuna operesheni ya kuwaweka pamoja wafugaji wa Mbororo katika maeneo maalum ama cantonnement kwa lengo la kuwatambua, kudhibiti mienendo yao na uhamaji wa mifugo, kupunguza migogoro ya ardhi na kukusanya silaha wanazozimiliki kinyume cha sheria.
Katika hali ambayo usalama bado ni tete, FARDC inasisitiza kuwa itaendelea kuweka msukumo mkali wa operesheni zake za kulinda raia, huku ikijitahidi kuleta utulivu wa kudumu katika eneo hili nyeti la mpakani. Na mwakilishi maalum mpya wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Kongo, James Swan, alifanya ziara hiyo jana Jumamosi tarehe 25 Aprili katika kambi ya mpito ya Mubambiro ambako wanakusanywa wapiganaji wa zamani wa Force Democratique de Liberation du Rwanda FDLR wakisubiri kurejeshwa nchini Rwanda. Ziara hiyo ilifanyika kufuatia utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa kupitia Accord de Washington yaliyosainiwa Julai ama mwezi wa 7 mwaka 2025 kati ya Kinshasa na Kigali. Baada ya makubaliano hayo, jeshi la Kongo FARDC limekuwa likitoa wito mara kwa mara kwa wapiganaji wa FDLR kujisalimisha, ambapo baadhi yao tayari wameweka chini silaha na kujisalimisha pamoja na familia zao. Kwa ombi la serikali ya Kongo, MONUSCO imepewa jukumu la kusimamia mchakato wa kuvua silaha, kuvunja makundi ya kijeshi na kurejesha wapiganaji manyumbani. Kwa mujibu wa ujumbe huo wa Umoja wa Mataifa, mamia ya wapiganaji wa zamani pamoja na familia zao tayari wamekwisha kurejeshwa tangu kuanza kwa mpango huo. Akiwa Mubambiro, Bwana James Swan alisisitiza kuwa suala la FDLR linaendelea kuwa kipaumbele kwa MONUSCO na kwa jumuiya ya kimataifa kulingana na maazimio ya Conseil de Sécurité des Nations Unies. Pia alieleza kuguswa kwake na hali ya wanawake na watoto waliopo kambini humo, akibainisha kuwa kila mpiganaji anayekubali kuacha vita ni hatua muhimu kuelekea kupunguza ghasia katika eneo hilo. Na ikumbukwe kuwa mwezi wa 10 ama Oktoba mwaka 2025, serikali ya Kongo kupitia FARDC ilirejea wito wake kwa FDLR kuacha mapigano na kujiunga na mchakato wa kuvua silaha na kurejeshwa kwao. Hatua hii ni sehemu ya utekelezaji wa makubaliano ya Washington ambayo yanaendelea kukabiliana na makundi yenye silaha kupitia uhamasishaji, kuvua silaha na pale inapobidi operesheni maalum za kijeshi ziende kufanyika. Katika mazingira ambapo usalama bado ni dhaifu mashariki mwa nchi, ziara hii inaonyesha dhamira ya Umoja wa Mataifa na serikali ya Kongo kuimarisha juhudi za kurejesha utulivu kwa kuchanganya shinikizo la kijeshi na mipango ya kuwarejesha na kuwajumuisha tena waliokuwa wapiganaji. Na huko mkoani Kivu Kaskazini katika wilaya ya Masisi, hali ya kibinadamu inaendelea kuwa mbaya sana kwa mamia ya watu waliokimbia makazi yao kutokana na mapigano, ambao kwa sasa wamehifadhiwa katika kituo cha pamoja kilichoanzishwa ndani ya Instituti Kizito ya Mweso katika eneo la Bashali. Familia hizi zimekuwa zikiishi katika mazingira magumu kwa miezi kadhaa sasa, na kutokana na ukosefu wa miundombinu inayofaa wanalazimika kutumia vyumba vya madarasa kama makazi ya muda. Kila asubuhi wanalazimika kuondoa vitu vyao vyote ili kuruhusu masomo kuendelea. Hali hii ngumu inaongeza mateso yao, hasa kwa wanawake, watoto na watu walio hatarini zaidi. Mbali na changamoto hizo, kuna pia ongezeko la uhaba wa chakula. Familia nyingi zinakabiliwa na njaa ya kudumu kutokana na kukosekana kwa msaada wa mara kwa mara. Ili kuendelea kuishi, baadhi ya wakimbizi hao hulazimika kufanya kazi ndogo ndogo kwa wakazi wa Mweso ili wapate hata chochote cha kulisha familia zao. Na kwa mujibu wa ushuhuda mbalimbali, hakuna msaada wa kibinadamu wa maana uliotolewa tayari kwa watu hawa tangu walipowasili katika kituo hicho zaidi ya miezi mitatu iliyopita. Licha ya mahitaji makubwa walionayo kama chakula, makazi, huduma za afya na ulinzi, ila hali inazidi kuwa mbaya kwa sababu kurejea katika vijiji vyao vya asili bado haiwezekani kutokana na ukosefu wa usalama unaoendelea katika maeneo mengi ya Ruchuru na Masisi. Mapigano ya mara kwa mara kati ya waasi wa M23 dhidi ya FARDC wakisaidiwa na makundi ya wapiganaji wa Zalendo yanaendelea kusababisha wimbi kubwa la watu kuyahama makazi yao. Na kutokana na hali hii mbaya, watu hawa waliokimbia makazi yao wanatoa wito wa haraka kwa mashirika ya kibinadamu, mamlaka za serikali pamoja na watu wote wenye nia njema kuingilia kati. Wanahitaji kwanza kusajiliwa rasmi na kupatiwa msaada wa chakula, makazi bora pamoja na huduma za kibinadamu zinazostahili. Hali hii inaonyesha kwa mara nyingine madhara makubwa ya mzozo unaoendelea mashariki mwa Kongo, ambapo maelfu ya familia bado wanaishi katika mateso makubwa
mbali na makazi yao bila usalama wala matumaini ya kurejea nyumbani kwa haraka. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibengo TV, ndiko ambako tunakwenda kuhitimisha awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanazidi kutengeneza vichwa vya habari nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika maeneo yake ya mashariki ambako hali ya kiusalama inazidi kuwa tete. Na basi tunakuomba ubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili uzidi kufaidi zaidi habari motomoto kutoka kwetu, na tukutane kwa majaliwa. Asante.